Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama wa ba'd. Na ndugu zangu watazamaji, karibuni katika mwendelezo wa darasa zetu. Leo tutazungumzia tafsiri za ndoto ya bahari kwa mujibu wa Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, Ibn Qutaiba rahimahullahu ta'ala na al-Imamu Nabulsi rahimahullahu ta'ala. Lakini kabla tujaendelea, ndugu yangu mtazamaji, nikukumbushe, kama unasumbuliwa na maradhi yasiyoonekana hospitali au unahitaji visomo, maombi, dua kwa ajili ya kinga ya biashara yako, kinga ya chombo chako, kama umenunua gari, umenunua pikipiki ama chombo chochote umenunua, unahitaji kinga, dua ya kinga au kinga ya shamba lako, kinga ya nyumba yako, kinga ya kwako wewe mwenyewe dhidi ya mahasidi na wachawi na mashaitani, tuwasiliane ili tuweze kukusaidia biidhnillahi tabaraka wa taala. Na ndugu zangu watazamaji, tukianza na Ibn Sirin rahimahullahu taala, anasema albahru fil manami, ndoto ya bahari usingizini. Ndoto ya bahari usingizini inaashiria, anasema yadullu ala alilmi, inaashiria huyu muotaji atapata elimu au sulta au mamlaka. Kwa hiyo inategemea na hali ya muotaji. Kama ni mwanafunzi basi atapata elimu kubwa sana, na kama ni kiongozi basi atapata mamlaka makubwa biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini pia anaona Ibn Sirin anna albahra alwasi'u, ya kwamba mtu akiota bahari pana, yani kuota bahari pana usingizini, anasema huwa ramzu, hiyo ni ishara lilalimi dakhiliyi lirrai, hiyo ni ishara ya elimu ya ndani kwa muotaji. Ina maana huyu muotaji ana ilmu ya ndani. Na anasema Ibn Sirin, in kana albahru hadian, iwapo bahari itakuwa tulivu, yani mtu akiota bahari tulivu, Ibn Sirin anasema fahuwa safau ad-dakhili, fahuwa safau ad-dakhili, anasema hiyo ndoto inaashiria usafi wa ndani, utulivu wa ndani. Na maana huyu mtu hana msongo wa mawazo, hana shida yoyote ad-dakhili, kiundani wake, yani kwa ndani hana kitu ambacho kinamnyima amani na kinamnyima raha, ikiwa mtu ataota bahari tulivu. Wa in kana haijan, na iwapo bahari itakuwa imechafuka, kwa mfano mtu ukaota bahari imechafuka, Ibn Sirin anasema fahuwa qalaqun wa khawfun, ndoto hiyo inaashiria wasiwasi na hofu. Ina maana huyu mtu ana wasiwasi fulani au ana hofu fulani. Hiyo ni kwa mujibu wa Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Ama kwa mujibu wa Ibn Qutaiba, kwa mujibu wa Ibn Qutaiba, yeye yara anna albahra, anaona kwamba ndoto ya bahari qad yarmuzu lililmi au almali au sultan. Anasema Ibn Qutaiba, ndoto ya bahari inaashiria elimu, manake huyo aliota atapata ilmu, au mali, au atapata pesa, atapata mali, atapata majumba, atapata magari, atapata mashamba, au sultani, au mamlaka. Hiyo ni kwa mujibu wa Ibn Qutaiba, na anasema wa yu'tamadu tafsiruhu ala hali al-bahri, anasema na tafsiri yake inategemea na hali ya bahari. Sasa ikiwa bahari swafian, in kana al-bahru swafian, kwa mfano mtu akiota bahari safi, bahari tulivu, Ibn Qutaiba anasema yadullu ala alkhairi, ndoto hiyo inaashiria baraka. Huyu mtu atabarikiwa, huyu mtu atapata kheri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, huyu mtu atapata neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa bahari swafian, bahari safi, bahari imetulia.
Lakini anasema waasifan, na bahari yenye dhoruba. Kwa mfano mtu akiota bahari imechafuka, kuna dhoruba kubwa baharini, anasema Ibn Qutaiba yadullu ala mihnatin au ibtilai, anasema ndoto hiyo inaashiria mitihani au mateso. Huyu mtu atapitia mitihani katika maisha yake, au atakutana na mitihani katika maisha yake, au atakutana na mateso katika maisha yake, kwa mujibu wa Ibn Qutaiba. Sasa vipi kujikinga na hayo mateso? Kunatakiwa dua, ndugu yangu mtazamaji, ili asikupate, asikufike. Hiyo ni kwa mujibu wa al-Imamu Ibn Qutaiba. Ama al-Imamu An-Nabulsi yufassiru al-bahra, yeye anafasiri kwamba ndoto ya bahari bi annahu, ya kwamba ndoto hiyo dalalatun ala al-quwwati wa tamuhi, ndoto hiyo ni ishara ya nguvu na matamanio. Huyu mtu atakuwa na nguvu mtu akiota bahari, kwa mujibu wa al-Imamu Nabulsi anasema huyo mtu atakuwa au ndoto hiyo inaashiria ala alquwa, inaashiria juu ya nguvu, wa tamuhi, na matamanio. Maanake huyu mtu ana matamanio mengi, kuna mambo anayatamani. Wakad yushiru ila ikhtibarin kabirin yamurru bihi rai, lakini al-Imamu An-Nabulsi anasema huenda pia ndoto hiyo ikaashiria ila ikhtibarin kabirin, kwamba huyu mtu atakutana na mtihani mkubwa katika maisha yake. Yamurru bihi rai, anaopitia huyu muotaji. Ina maana muotaji kuna mtihani mkubwa sana anaupitia. Wayatatallabu, na mtihani huo na inahitajika shajaa, ujasiri, wa sabran, na uvumilivu juu ya mtihani huo anaopitia. Vinginevyo anaweza akafanya kufuru au akafanya shirki, waliyadhu billahi min dhalika, na Mwenyezi Mungu atukinge na shirki, Mwenyezi Mungu atukinge na kufuru. Kwa hivyo hizo ndio ndoto za bahari umuman. Hapa tumezungumzia umuman kwa maana ya kwa ujumla, na tumeangalia walau kwa mukhtasari kwa mujibu wa Ibn Sirin, kwa mujibu wa Ibn Qutaiba, na kwa mujibu wa al-Imamu An-Nabulsi rahimahumullahu taala. Mwisho ndugu yangu mtazamaji, kama utahitaji tafsiri ya ndoto yako binafsi, basi kumbuka ndoto binafsi tunatafsiri kwa malipo. Ndoto binafsi tunatafsiri kwa malipo, na malipo ni nafuu, wala usiogope, tuwasiliane tuweze kukusaidia biidhnillahi taala. Pia kama hauja subscribe channel yetu, hauja like video zetu, hauja share video zetu, basi hakikisha unafanya hivyo, na Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Wallahu a'lam. Naitwa Imam Shaabani Ramadhani Mponda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.